Kama ulikuwa unajiuliza yale matangazo ambayo watu wanasema yamepata matokeo mazuri huwa yanakuwa na vitu gani ambavyo ni vya muhimu sana kuweza kuvizingatia ili uweze kupata matokeo kama yale, basi kwenye episode ya siku ya leo na tena nikazungumzie baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana kuwepo kwenye tangazo lolote ambalo unategemea liweze kukupa matokeo ambayo ni mazuri. Hizi ni components za muhimu sana ambazo zikiwepo kwenye tangazo lolote, basi wewe jua kabisa kwamba unaenda kutengeneza tangazo ambalo litakupa matokeo mazuri. Na kuna baadhi ya mambo mengi sana ambayo huwa yanatakiwa kuwepo, lakini kwenye hii episode nimekuchagulia mambo matano ambayo ni lazima uyazingatie wakati wa kutengeneza tangazo lolote ambalo unataka likupe matokeo mazuri. Kiufupi naweza nikasema hii episode ya siku ya leo ni sayansi ya kutengeneza matangazo ambayo yanauza kwa kiasi kikubwa sana kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo hakikisha unasikiliza kuanzia kitu cha kwanza mpaka kitu cha mwisho ili uweze kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kufanya poa zaidi katika namna nzuri ya kuweza kutengeneza matangazo ambayo yatakuletea matokeo ambayo ni mazuri. Na bila kupoteza muda, tunaanza na kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu na cha msingi sana kwenye tangazo lolote ambalo unataka liweze kuuza. Kitu cha kwanza tunasema ni attention grabbing. Yani uwezo wa hilo tangazo kuweza kuteka attention ya watu ambao wako wanapita kwenye hii mitandao. Ni lazima tutengeneze kama ni headline ama ni intro ya video, iwe ni ile intro ambayo inaweza kuattract watu wengi wakasimama wakaacha kuscroll hiyo video and then wakatulia na kuweza kudigest kitu ambacho unakizungumzia. Hiki ni kitu cha kwanza na cha msingi sana. Kuna matangazo mengi ambayo hayanaga hivi vitu. Yani unaweza kutengeneza ndio ni tangazo zuri, lakini the way ambavyo litashindwa kuattract watu kwa mara ya kwanza wanapokutana nalo, ndio hiyo kigezo ambayo inaweza kukutoa mchezoni mapema sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye atatulia pale na kulisoma, kwa sababu halitomvutia, halijateka attention yake. Na kama halijateka attention, ina maana hawezi akalipa time ya kuweza kulidigest, na asipo digest ndio hivyo inakuwa ni hakuna chochote ambacho kitaweza kutokea. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unataka kukizingatia ni kuhakikisha kwamba unatengeneza kama ni headline ama ni intro ya video ambayo ina uwezo wa kuteka attention ya kumsimamisha mtu ambaye alikuwa anazurura akatulia pale na kuweza kulisoma tangazo lako. That's number 1, ambayo hiyo ni ya msingi sana, na naweza nikasema ni kitu ambacho unatakiwa kukizingatia kwenye kila tangazo ambalo unalitengeneza. Lakini pia kitu cha pili, hakikisha una video au picha ambayo inashawishi engagement. Huwa nakutana na matangazo mengi ambayo yako direct sana, yani headline iko sawa, video iko sawa, haishawishi chochote ambacho hata mtu anaweza labda aka comment pale down ama akafanya kitu chochote. Na tunavyojua au kama ulikuwa bado hujajua ni kwamba the more ambavyo utatumia video au picha ambazo zinashawishi engagement kwenye matangazo yako, ina maana kwamba matangazo yako yatapata likes nyingi, lakini pia yatapata comments nyingi, yatapata shares nyingi. Na sasa ikionekana tangazo linaleta vitu kama hivyo kwenye mitandao hii ya Facebook pamoja na Instagram, algorithm huwa ina detect kitu kimoja ambacho tunasema ina detect like hilo tangazo limekubalika sana, halibowi, halikeri, just like normal post ambazo watu wanazifuata katika hiyo mitandao. Kwa hiyo automatically charges yako ya kwenye cost ambazo unazilipia wakati wa kuonesha tangazo lako kwa watu wengi ni lazima zitaenda chini, kwa sababu ni kitu ambacho utakitangaza na Facebook moja na Instagram, na wao watatumia nguvu kubwa sana kuweza kusupport, kwa sababu unafanya kitu ambacho kinaendelea kuwabakiza watu wao katika hiyo mitandao ya Facebook. That's number 2. Kitu cha msingi sana cha kuzingatia, picha au video ambayo unaitumia, hakikisha ni ile ambayo inashawishi engagement. Lakini pia namba 3 ambayo itakupa matokeo mazuri sana na ni muhimu kuweza kuwepo katika hilo tangazo lako, ni lazima tuwe na copy ambayo ina ushawishi wa hali ya juu. Copy inazungumzia labda maelezo ambayo yatakuwepo kwenye landing page, lakini pia maelezo ambayo yatakuwepo kwenye hiyo video ama picha, lakini pia maelezo ambayo yatakuwepo katika caption pamoja na headline. Ni sehemu za msingi sana kuweza kutumia copy ambayo itakuwa ina ushawishi sana. Na nikizungumzia copy, nazungumzia tu maandishi ambayo utayaweka katika hizo ad creative kwenye website, kwenye landing page, even kwenye captions na kwenye hizo picha pamoja na video. Iwe ni yale maneno ambayo yana uwezo wa kumshawishi mtu na akateka action. Na namna nzuri ya kuweza kumshawishi mtu akateka action nimezungumzia mara nyingi sana kwenye episode ambazo zimepita, lakini pia ukipata nafasi unaweza kaenda ukasoma zaidi jinsi ya kutengeneza copy nzuri ambazo zina ushawishi wa hali ya juu. Hii ni kitu ambayo
itakupa nafasi nzuri sana ya kuweza kupata matokeo mazuri kwenye tangazo ambalo unalifanya. Lakini pia kitu kingine ambacho unatakiwa kukizingatia zaidi kwenye tangazo lako ambalo unataka likupe matokeo mazuri, basi ni kutengeneza picha pamoja na video ambazo zitaonekana vizuri zaidi kwa watumiaji wanaotumia simu. Huwa tunaita mobile optimization, kitu ambacho ni lazima ukizingatie sana, kwa sababu watu wengi sana ambao wanatazama matangazo yako, watu wengi sana ambao wanakutana na matangazo yako ni watumiaji wa simu za mkononi. Kwa hiyo the moment umeshindwa kutengeneza tangazo ambalo litashindwa kuonekana kwenye simu za mkononi, na maana kwamba kuna kikubwa sana cha watu ambacho una exclude kwenye ile target yako. Na bahati nzuri Instagram na Facebook wanakoga na utaratibu mmoja hivi mzuri, like ukitengeneza picha ambayo haiwezi kafiti sehemu fulani, watakwambia kabisa kwamba kwa nature ya tangazo ambalo umetengeneza, kwa nature ya size ambayo umeitumia, ili tangazo haliwezi likaonekana sehemu hii na sehemu hii. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio unakuwa unapata tathmini kwamba okay, kumbe tangazo hili linaweza lisionekane zile sehemu. Kwa unachotakiwa ukifanya ni kuwa na size, kutengeneza kitu ambacho kitakuwa na uwezo wa kuonekana vizuri kwenye simu za mkononi. Na kitu cha mwisho na cha muhimu sana, ni lazima tuwe na call to action ambayo inawadirect hao watu ambao wamekutana na tangazo letu. Cha kwanza walichukuliwa attention yao, wakaweza kutulia, wakakutana na video au picha ambayo inawashawishi angalau ku comment, ku like, lakini wakakutana na copy ambayo iko vizuri, na hiyo ad creative yetu inaonekana vizuri kwenye simu zao. Kitu cha mwisho ndio tuwaambie sasa wafanye nini baada ya kuwa wamepita kwenye hivyo vigezo vyote. Na hapa ndipo sehemu ambayo wewe kama ulikuwa unauza unatakiwa pia kuiwekea nguvu kubwa sana. Waambie wanatakiwa waende kwenye website wakaangalie, wanatakiwa wajaze form, wanatakiwa wafanyaje, ili mwisho wa siku uweze kutengeneza matokeo mazuri sana kwenye hilo tangazo ambalo ulikuwa unalitangaza. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza matangazo ambayo yataenda kufanya vizuri katika platform za Instagram pamoja na Facebook. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye. Lakini pia usisahau kuniachia comment katika upande wa comment hapo chini, kitu gani ambacho umejifunza, lakini kipi ambacho unataka kujifunza kwa episode ambazo zinakuja. Mimi naitwa Joram Tanzania.